Ni safari ya ubunge wa Kiza Hussein Mayeye ambayo imeanza tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025 baada ya kushinda kwa kishindo dhidi ya mpinzani wake Peter Joseph Serukamba. Kiza Mayeye ameapishwa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Kiza Hussein Mayeye nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Na sasa amefika jimbo la Kigoma Kaskazini kuwashukuru wananchi kwa kile walichokifanya kumpitisha katika kinyang'anyiro hicho ndani ya uchaguzi mkuu wa 2025 kwa kura nyingi ambazo zimepelekea yeye kuapishwa na kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Nimekuja kuwashukuru na nilitamani niweze kufika kila kata, lakini nikasema nyote mnajua nimetoka kwenye maumivu ya uchaguzi. Mapokezi haya yanakuja kutokana na upendo mkubwa wa wanajimbo la Kigoma Kaskazini kwa Kiza Hussein Mayeye. Katika uwanja wa tarafa mji mdogo wa Mwandiga, wananchi na viongozi wa chama cha ACT Wazalendo wakawa na haya ya kumwagiza kijana wao, binti yao, mbunge wao wa jimbo lao la Kigoma Kaskazini baada ya kufika kwao kuwashukuru. Madaraja mawili kuelekea shule ya sekondari Mkigo. Watoto wanapata shida sana ikifika masika. Tungetuomba utusaidie hayo madaraja yajengwe, watoto wapite kwa usahihi zaidi. Changamoto nyingine ya pili ni kituo cha afya. Watu wanatoka Mkigo hadi Matiazo, kwa maana Mkigo pale hata zahanati hakuna huduma kabisa. Ningeomba tusaidie tupate hata kituo hicho cha afya, utakuwa umetusaidia sana. Watu wa Kiziba wanahangaika sana, mradi wa maji hawana. Nafuu ya Mwamgongo, nafuu ya Bugamba kwa sababu maji tunayo. Lakini watu wa Kiziba, wewe mwenyewe ni shahidi, maji hatuna. Naomba tuwekee kipaumbele. Asante sana. Mheshimiwa mbunge, mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kata ya Simbo, ili tubaki na kumbukumbu yako, nilikuwa ninaomba kituo cha afya kijengwe katika eneo la Kaseke, Kimbwela na Nyamori, kwa sababu wale kutoka kule kuja Simbo inakuwa ni mbali sana. Kwa hiyo itakuwa tumejenga msingi ambao wa kuweza kutengeneza kura wakati ujao. Kwa hiyo kila mtu katika ujuzi wake akamtumie mbunge. Ninachotaka mimi, twende kwa mbunge tukaombe nafasi ya kazi kwa kero zaidi kuliko kwenda kuomba pesa kwa kero zaidi. Hana uwezo huu, lakini uwezo wa kutafutia nafasi atakuwa nayo. Hapa kwenye kilimo tunataka pembejeo zifike kwa wakati. Tunataka mbegu za ruzuku nazo ziwe na bei ndogo. Huwezi kuleta mbegu ya ruzuku kwa bei 16,000 wakati muuzaji wa rejareja anauza 17,000. Alafu wakasema ni mbegu ya ruzuku. Haiwezekani. Ukienda bungeni, muulize waziri wa fedha, sarafu ya shilingi 100 imepotelea wapi? Tunaelewana vizuri? Sokoni sarafu ya shilingi 100 haipo. Na serikali haijawaambia wananchi kwa nini sarafu ya 100 haipo. Tunataka majibu ya serikali. Ituambie sarafu ya 100 imeenda wapi? Na kwa nini serikali haijawaambia wananchi sarafu ya 100 haipo? Leo
Kiza Hussein Mayeye kwa unyenyekevu mkubwa akawa na haya ya kusema kwa wanajimbo la Kigoma Kaskazini. Wewe ambaye unataka kuzaa uliogopa gharama za uzazi, Kiza Mayeye, ahadi yangu iko pale pale. Beseni, wembe, mpira, vyote utavipata kwa Kiza Mayeye. Na sasa niko katika mpango wa kujipanga kuhakikisha bunge linalokuja baada ya kumaliza bunge la mwezi wa pili, nitaleta mabeseni, nitaleta mipira, nitaleta wembe, nitawapa wanawake mwende mkajifungue bila changamoto. Lakini Kiza Mayeye, niliwaahidi huko kwenye kata, wazazi mnasumbuliwa kwamba watoto kwenda shule lazima mpeleke maharage na mahindi. Nikawaambia Kiza Mayeye, mkiona nimekuwa mbunge, ni marufuku mzazi kusumbuliwa kupeleka maharage na unga na sukari eti watoto wale shule, wakati tuna taifa lenye rasilimali, tuna pesa. Ni kuwasumbua wazazi. Tarehe 3 nina kikao na mkuu wa wilaya, halmashauri, wenye viti wa kata, vijiji. Moja ya agizo langu ambalo nitalitoa kwa halmashauri, pesa ya mbunge wa mfuko wa jimbo kuanzia sasa itoe pesa, unga, mahindi, sukari, marufuku mzazi yoyote kupeleka shuleni. Tutapeleka shuleni. Ajira imekuwa changamoto. Vijana tunazeeka kabla ya wakati kwa sababu ya stress za maisha. Pesa hakuna, ajira za kufanya hakuna. Yako mambo kwa miaka yangu 5. Nitawashawishi wawekezaji, nitaishawishi serikali walete viwanda ndani ya mkoa wetu, ndani ya jimbo letu. Hapa tunalima michikichi, lakini bado hatujaona faida ya michikichi. Malaysia ni nchi ya 2 ya 3 duniani kwa kuzalisha mafuta. Mbegu walizitoa Simbo, lakini leo Malaysia ni tajiri kwa sababu ya michikichi. Lakini Kigoma iliyotoa mbegu kwa Malaysia, bado watu ni masikini, watu hawajanufaika na zao la michikichi. Nitaiambia serikali tuhakikishe linakuwa zao la biashara, tuite wawekezaji, tujenge viwanda, tukamue mawese kwa wingi, korie zitoke Kigoma, na sisi Tanzania iwe nchi duniani inayozalisha mafuta kwa wingi kutokea mkoa wa Kigoma. Inawezekana, na kila kitu ni mipango, na vijana watapata ajira. Kigoma Kaskazini bila Kiza Mayeye. Tuijenge Kigoma Kaskazini yetu. Changamoto za kata zote nazijua. Nimefika kata zote, vijiji vyote, vitongoji vyote, na wahakikishia ziko changamoto ambazo nitawaambia serikali, lakini ziko changamoto ambazo kwa pesa ya mfuko wa jimbo, kwa pesa ya mshahara wangu, kwa pesa ya kutafuta wadau, tutatatua changamoto ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini. Narudia tena, ndugu zangu wa CCM, madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, wanachama, msimuogope Kiza Mayeye. Sio mbunge wa ACT, ni mbunge wa wananchi. Njoweni tujadiliane, tulete mabadiliko katika kata zetu. Kiza Mayeye, sitakuwa mbunge nitakayeweka maji kwenye mdomo. Nitaiambia ukweli serikali bila woga changamoto za wana Kigoma Kaskazini. Ninaelewa leo ukifika Kigoma Kaskazini maji ni shida. Leo ukifika Kigoma Kaskazini
barabara hazipitiki. Akipita mama mjamzito, chupa linaweza likapasukia barabarani kwa sababu ya mabonde na mashimo katika barabara zetu. Ninaelewa leo ukifika Kigoma Kaskazini, huduma ya afya ni kama mnakwenda kununua uhai hospitali. Dawa hakuna, wajawazito mnaambiwa njoo na beseni, njoo na wembe, njoo na mpira, mpaka kibana kitovu cha mtoto. Hospitali hakuna, mnaambiwa mkatafute famasi. Ninaelewa wana Kigoma Kaskazini ni wakulima. Wana Kigoma Kaskazini mnalima. Leo mvua zimeanza, lakini hata mbolea ya ruzuku wakulima wengine bado hamjapata mbolea, na mnakwenda kulima kilimo ambacho sio bora na hampati mavuno yanayostahili kwa sababu hampati mbolea. Ninajua matatizo ya wana Kigoma Kaskazini. Watu wa Kigoma Kaskazini wanalima. Yako maeneo mmefukuzwa, mmenyanganywa bila hata fidia kwa kizingizio cha kupita hifadhi ya Gombe. Nitakwenda kuwakilisha katika bunge kuiambia serikali tuwaache watu walime, kwa sababu ndio wanapotegemea maisha. Kwa hiyo mimi niwaahidi, Kizama yeye nikifika bungeni ninakwenda kupaza sauti juu ya matatizo yenu. Sitanyamaza, sitakaa kimya, kwa sababu nilichomuomba Mwenyezi Mungu ni kwenda kusema matatizo ya wananchi, na mimi nawaahidi nitakwenda kusema matatizo yenu. Kizama yeye amekuwa mbunge wa kwanza mwanamke katika jimbo la Kigoma Kaskazini, lakini ndiye mbunge pekee anayetokana na chama cha upinzani aliyeshinda katika uchaguzi wa mwaka 2025.